Mtazamaji, mwanamume mmoja kutoka kaunti ya Kirinyaga amedai kuwa alinusurika dhidi ya vita vinavyoendelea kati ya Urusi na Ukraine, na sasa ameelezea masaibu aliyoyapitia akiwa mstari wa mbele katika vita hivyo, yeye akiwa jeshi la Urusi. Baada ya kupitia mafunzo ya kijeshi kwa mwezi mmoja pekee, mwanamume huyo anasema alipelekwa moja kwa moja vitani, ambako amesema kuwa kifo kilikuwa tukio la kawaida kila siku. Aidha, alijipiga risasi miguuni ili apelekwe hospitalini na hatimaye kupata nafasi ya kutoroka. Hii ni baada ya juhudi za kutegemea serikali ya Kenya kuambulia patupu. Tumpate mwanahabari wetu Victor Ngaruya na mengi. Katika simulizi nadra mno kutoka kwa Mkenya anayedai kushiriki vita kati ya Urusi na Ukraine, Dishon Maina kutoka kijiji cha Kiamashere, Kagio, eneo la Mwea Mashariki, kaunti ya Kirinyaga, amesimulia masaibu aliyopitia akiwa mstari wa mbele kwenye vita hivyo chini ya jeshi la Urusi. Anasema alisafiri hadi Urusi kupitia kwa wakala miezi 6 iliyopita, ila baada ya mafunzo ya kijeshi ya mwezi mmoja pekee alipelekwa mstari wa mbele kwenye vita hivyo. Alianza kwa kutia saini kile alichokitaja kuwa mkataba wa kifo. Kule ni inaitangwa death arena, kule ni kifo tu. Maina anasema juhudi zake za kutoroka na kurejea nyumbani hazikufaulu mara kadhaa, hali iliyomlazimu kufanya uamuzi mgumu zaidi maishani mwake. Mimi sasa nijipiga kwa mguu risasi 2 ndio nikafika hospitali. Ni kusema mambo na maiti. Ka president wa Russia anashindwa kuendea miria hiyo nini nchi yake. Ni Kenya tu anaweza saidia ati kulete mambo ati mwili itoke huko nini alafu ati ilete nini Kenya. Familia yake inasema kuwa kabla ya Dishon kurejea nyumbani imekuwa ya huzuni, hofu na kukosa usingizi, huku wanajamii wakieneza taarifa zisizostahiki kuwa Maina alikuwa tayari amefariki vitani. Maina pia anadai wakati mkuu wa mawaziri na waziri wa masuala ya kigeni Musalia Mudavadi alipozuru Urusi, wengi walio vitani hivyo hawakufaidika kurejeshwa nyumbani walivyotarajia. Walipatiwa wenye wako wamesign contract. Sisi wengine tulikuwa tumesign contract, hakuwa hawezi kutuchukua. Huku Maina akiuguza majeraha yake nyumbani, anasema kuwa kumbukumbu za vita bado zinamwathiri kisaikolojia. Victor Ngaruya, NTV. Na asante sana Victor.